Karibuni tena kwenye kipindi chenu mkipendacho kabisa kinachoitwa Triple S. Ni mimi mtangazaji wako Susan Samuel Steven, na mada kuu ya leo tunaongelea kuvaa suruali mlegezo ni fashion ama ulimbukeni? Ama kweli dunia inazunguka. Unajua matukio mbalimbali ya historia yameathiri sana na yamebadilisha sana watu uvaji wao na mambo yao wakati wote. Kuna fashion zingine unakuta za muda mrefu zinaitwa classic fashion. Umeshawahi kuonaga mtu anavaa kitu mwaka huu, mwaka ujao na miaka 10 inayokuja, haiondoki kwenye fashion. Vitu kama suti, vitu kama tai za wanaume, vitu kama zile nguo ndefu za jioni za wakina mama, unaweza ukakaa nao miaka hata 20 na kadhalika. Lakini zipo nguo nyingine ambazo zinavaliwa kwa muda mfupi sana, kwa msimu fulani. Kuna fashion zinaingia na kuondoka, ambazo hizo unakuta hazikai. Lakini sasa fashion mara nyingi sana inategemeana na makundi. Inahusishwa na makundi, hali ya kijamii, utamaduni, muziki. Unakuta muziki fulani unaweza ukafanya mtu fulani aingie kwenye fashion. Sasa hebu tuende kwenye muziki wa hip hop. Muziki wa hip hop nadhani mnaufahamu. Unapendwa duniani kote, hasa vijana. Lakini muziki huo mnakumbuka ulipoanza mwanzoni ulikuwa una maudhui mazuri mno. Kwa wale wazee wenzangu mtakumbuka muziki ile ilikuwa inaongelea maisha. Unakuta mtu anapitia maisha magumu, mtu anaongelea jinsi gani alivyo struggle akaja akatoka akafanikiwa. Lakini ukiangalia hip hop sasa hivi imekuwa kidogo ina athari kwa watazamaji. Kwa sababu ukiona maudhui yake mengi unakuta haleti tija kwa vijana. Watu wanaongelea mambo ya vita, kupigana, kuchukiana, kutukanana na vitu kama hivyo. Lakini kabla tujaendelea, hebu twende tukasikilize maoni ya watu kuhusiana na mada hii, kwa sababu hii mada ni shughuli kweli kweli. Kuhusiana na mada hii ya kusema kwamba jinsi za kubana sio na nini, mimi kwa mtazamo wangu naweza kusema hazina maadili. Watu wanaishi kutokana na katalogi ya watu, wakiangalia nje watu wanavaa nini na watu wanaenda na wakati vile vile. Wakiangalia kina Chris Brown, akina Wizkid, akina nani, watu wanabadilika na wao wanajua nini tunachokuvaa. Wale vijana wa sasa hivi kuangalia wasanii sana sana ndio wanapenda mambo ya modo. Wasanii wa sasa hivi nini wakiangalia zio wamevaa modo na hiyo kachakache hiyo ndio wanapenda. Katake ni nguo ambazo vijana wavalia matakoni, tafute na hizi nguo za kuvalia tumboni. Katake ni nguo vijana wako wanashusha chini ya kiuno. Ndio katake. Mimi nahisi ni ulimbukeni, sio fashion. Kwa sababu hakuna fashion show yote, hata tunaangalia yani wakali wengi ambao madesigner kina nani wale wanamuita nani ule Mwarabu Mwindi, nani anaitwa huyo? Anatangaza mavazi, tunaangalia Mustafa nani na watu kama hao. Lakini hata ukiangalia katika matukio yao hawajawahi kumpandisha modo akapanda stage akaperform kavaa katakei. Sijawahi kuona mimi. Kwa sasa vijana wanapenda jinsi za kubana. Kwa mfano wanaziita skinny jeans. Yaani jinsi ambazo zinakuwa zimebana sana chini kiasi kwamba imepita kiwango cha kawaida. Naweza kupa mfano mmoja tu. Unaweza kumkuta kijana kavaa jeans, yani kuanzia chini mpaka juu imembana. Alafu hapo ile jeans aliyoivaa kachomekea. Mtaani anapita. Una wazazi, baba, mama, shangazi, mjomba unaishi nao. Unatoka ndani na mzazi unamuona mtoto kavaa vile, then unakaa kimya. How comes? Tunaenda wapi? Kiukweli sijui tusemeje kwamba tutumie njia gani au tufanyeje au tutoe ushauri gani au elimu gani ambayo inaweza kusababisha vijana wetu wakaacha kuvaa yale mavazi. Wengi wa vijana maadili, unajua maadili kila unatarajia kijana kakulia kwenye maadili ya aina gani. Lakini kijana ambaye kakulia kwenye maadili mazuri huwezi ukamkuta kashusha nguo chini. Unajua sasa hivi kwa sababu ya utandawazi ndio watu wanaangalia kwenye ma-TV, wanaiga kutoka kwenye TV kwa kweli. Lakini inapaswa tuvae nguo zetu za Kitanzania ili kuendeleza utamaduni wetu. Maana sisi wa Tanzania tuna asili ya kuvaa nguo za uchi. Kwa sasa hivi wanapenda kwa sababu wanaiga kama wasanii tuseme wana mtindo wa Diamond. Jinsi imebana chini, skin. Naam. Hapa kuna jinsi aina mbili, kuna modo na kuna ladies hizi. Ladies ni jinsi ambayo modo ambao wanazotaka wao vijana. Na kuna jinsi kama men kama hizi nilizouza hizi ni men yani za kiume.
ndio zinazotakiwa kama modo kama alivyosema, ndio tunazowauzia. Modo jinsi ni jinsi aina fulani, umeona kama mimi niliovaa hii, yani ni jinsi fulani ya kuvutika, inakuwa kama skinny jinsi, lakini ni modo ambao kama inataka kuendana na mwili kidogo, lakini inakuwa ni plain jinsi, either culture jinsi. Hakuna jinsi ambayo inakuja kusema automatic lazima uvae mlegezo, bali swala la mtu kuvaa mlegezo ni swala la mtu mwenyewe kupenda, kujisikia, au ni swala fulani tuseme labda la kiuni, kwa sababu jinsi yani jinsi ilivyo ni vazi la heshima endapo utaivaa inavyotakiwa. Za kizamani sasa hivi hazina soko, labda kwa wazee wale wa zamani ambao hawajabadilika bado, lakini kwa sasa hivi ni modo kama modo. Mwingine ananunua kama hivi nyembamba kama hii hapa, tena anaenda kuibana, nashikilia Katakei wanasema fashion ya mjini kama kawaida, ndo kama hivyo anavaa, lakini ni baadhi, yani wewe kijana kama utakavyojiweka. Mimi chimbuko siwezi kujua, lakini kwa mtazamo wangu mimi naona mara nyingi sana kuiga. Watu wanaiga sana. Na hizi zimekuaga, kumekuwa na sasa hivi wanasema eti utandawazi, sasa hivi kuna simu, kuna nini, watu wanaangalia mambo nini. Sasa anapoangalia kwenye simu, akakuta mtu kavaa hivi, anatamani naye avae vile. Amemwona mtu yuko sehemu fulani hivi amevaa nguo fulani, kumbe ile nguo ni sehemu maalum, inavaliwa sehemu fulani husika. Yeye anaiona hapa anaitika mtaani, wakati sio sehemu yake. Shaona? Sasa kwa hivyo watu usema tutoe elimu gani? Wasanii ndao ndio vile tena wanavovaa wale wasanii. Msanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo na mimi natamani niwe kama yule. Natamani nivae kama wanavovaa yule. Unaona? Diamond kavaa fulani, ile design anayovaa na mimi nataka nivae vile. Sasa Diamond nimeivalia sehemu gani? Afu na mimi navaa. Kiukweli sio nzuri kwa kweli. Na imepromosha maadili. Na vijana wamepromokesha maadili kabisa. Hiyo tabia sio nzuri kwa kweli. Yaani wao inabidi tu kama kuna sheria ambazo zinaweza nchi yetu ikapitisha sheria fulani kwa ajili ya wao wanaovaa katakei, itakuwa ni vizuri. Kwa kweli mimi naona sio vizuri. Kwa sababu gani? Sisi hapa Karume tuna material mazuri kama batiki hivi, tunaweza tukazidesign, tukatengeneza pensi, tukatengeneza mashati, wakawa wanavaa tu na wakapendeza, kuliko ni kwenda kuvaa jinsi katakei. Yani mwanamume kama mwanamume unajishusha hadhi yani. Kiukweli watu wanakuambia ujana maji ya moto, kwa sababu vijana wenyewe kama nilivyokuintroduce kwamba kijana bila kuvaa katakei bado hajafili kama yeye kijana alokamilika. Kwa vijana kwa mawazo yao, na ujana una changamoto nyingi, ujana una mambo mengi. Sawa, ndio maana kuna umri fulani ukifikia watoto wanakengeuka hata kwa wazazi wao. Afu watu wakiangalia jamii wanakuambia ule ujana unamsumbua. Ule ujana unamsumbua. Kwa ujana unakuwa na mambo mengi sana. Lakini unaona inaenda baada ya muda wanakuja wanabadilika, wanavaa shati, wanavaa suruali kiunoni, wanavaa suruali ya kitambaa, wanachomekea, wanavaa shati vizuri. Hata kama ukipita ukitembea na mzazi wako inakuwa safi. Lakini tofauti na mtu kijana kama kijana yule alifikia katika hali yake ya kuwa kijana, mavazi yake anaovaa, hawezi akatembea hata na babake mzazi, na hawezi kutembea na mamake mzazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu atakapokuwa katembea naye mzazi atakuwa kabanwa katika mavazi. Kwa sababu mzazi mimi siwezi nikavumilia tembea na mwanangu kanivalia katakei, kavaa jinzi imechanika, au labda tunaenda dukani bana baba kaninunulie nguo. Mimi nafika na kujagulia shati size yako, labda unavaa medium, wewe unataka uvae X large, akatoa size yako unataka uvae medium. Mimi siwezi. Mimi na imani hata wewe mwenyewe uwezi. Swala hili mimi naliona si zuri sana, kwa sababu kuna nguo za Kitanzania ambazo nzuri na zinavutia, na wangependa kuvaa mavazi yanayotoka asili ya Kitanzania. Kutokana na jinsi vijana wanavyoiga mavazi ya nje, kwa kweli si utamaduni wetu. Unaweza ukakuta kijana amevaa nguo jinsi imechanika, wakati zamani nguo kama hizo walikuwa wanavaa machizi, lakini sasa hivi wanavaa watu wenye akili zao timamu. Vijana wengi yani wanaiga sana Black America, afu wanasahau kwamba wenzao wanafanya mambo yale kwa wakati. Kwa mfano Lil Wayne, so anytime anakuwa anavaa katakei, anavaa katakei zake akiwa katika show, labda anatangaza boxer, akaingia katika kampuni ya boxer na mkataba na kampuni fulani, anakuwa anavaa katakei ili boxer ionekane na anakuwa yuko kifua wazi ili
waweze kufanya biashara na kuwa kibiashara zaidi. Unajua iko hivi, mimi nafanya biashara ndugu. Sawa? Na anakuja kabisa ananiambia bwana, ninahitaji nguo ya kufanyeje? Ya kubana. Sasa mpe kile kitu anachokipenda. Unaona? Na unaweza kumpa kusema hii imebana, kusema anaichukua ile nguo at the same time anaibana tena. Unaona? Sasa hapo ndio unaanza kujiuliza sasa utafanyeje? Mimi nauza nipate pesa. No way out. Sasa au sasa utafanyeje? Kwa ndio hivyo kwa kweli maadili yameshuka kwa kweli kwa sisi vijana. Na tunatakiwa tuelimishane, tufundishane, tujue tunafanya nini ili tuweze kurudisha maadili yetu kama Mtanzania au bara Afrika. Kupitia kitenge unaweza kutengeneza suruali nzuri, ukavaa ikapendeza, ukavaa pensi, yani ukashona pensi nzuri. Unashona kitu chochote kile, iwe shati, chochote kile unachotaka kushona. Yani unashona na kinavalika. Na akivaa kweli unajua hapa huyu ni Mtanzania au Mwafrika. Lakini inakuwa haipendezi kuiga vitu vya wenzetu, alafu sasa unaiga kitu ambacho yani hata wewe mwenyewe ukivaa unaonekana kama chizi, na wakati sio chizi, una akili zako timamu. Nao wafanya sio sawa, kwa sababu sisi kama si inabidi tuvae kama kihalisia zaidi. Na wanaovaa katakei pia kwa upande wa wanaume kama wanaizalilisha. Na zaidi kama hizi nguo zetu wangebidi wafanye kama tuseme kwa ajili ya kama utalii wa ndani zaidi, kuvaa vitu vya asili yetu. Maana kuna majinsi haina maana, kwa sababu kitambaa kama hichi unaweza kutoa suruali, pensi, shati, tena mazuri, yani size yote ukitaka unashonewa modo. Wanavaa, lakini sio sababu hata kukimbilia madukani kununua nguo za special. Wakati sisi wenyewe tunajisiamali, tunafanya hizi biashara. Ni nzuri sana kwa upande wetu. Na pia kuna baadhi ya vijana wengine wanakuja kuchukua hizo nguo, tunawashepia, tunawapima, wanavaa. Nadhani umejionea mwenyewe jinsi watu mbalimbali wanavyoelezea katika kuvaa suruali mlegezo kama ni fashion au limbukeni. Watu kwa kweli wamechacharuka, sio mchezo. Lakini hata hivyo mimi naomba niwaulize swali. Hivi mnajua chimbuko hasa la suruali mlegezo? Ngoja niwaeleze kidogo. Suruali hizi zilianzia kwa wafungwa Marekani. Tena wafungwa hao waliokuwa wanavaa suruali mlegezo walikuwa ni mashoga. Mashoga kabisa. Hao mashoga walikuwa wanawapa sign, wanawaambia wale wanaume wengine kwamba wao ni mashoga. Ni kitu cha kusikitisha sana. Sio kitu kizuri na watu wengi hawajui. Lakini sasa wale wasanii sasa wa kule wakaichukulia hiyo, sasa ndio naongelea hip hop ya sasa hivi hiyo, wakaichukulia hiyo kuja kuileta huko mtaani kama kuonyesha jinsi gani wako kinyume na maadili. Unaona? Lakini sasa anyway, nisiwe msemaji peke yangu, napenda sasa twende mtaani vile vile tukajaribu kuuliza watu wanaelewa maana ya suruali mlegezo na chimbuko lake. Kwa ninavyofikiri mimi au ninavyoelewa swala hilo kiundani zaidi, nahisi swala la kuvaa jinsi chini ya matako ni uhuni tu. Katakei wanasema fashion ya mjini kama kawaida, ndo kama hivyo wanavaa. Lakini ni baadhi, yani wewe kijana kama utakavyojiweka. Mimi naona chimbuko lake ni uko mbele kwa wenzetu, ndio walioanzisha na sisi baadaye kuona na sisi tunaiga. Mimi navyoona ni kuiga tu, kuiga utamaduni wa wenzetu ambao sio mzuri. Kwetu sisi Afrika sio mzuri. Wanasema wasanii wa mbele wanavaa na wenyewe wanaiga, kutokana na nini? Wanaangalia kwenye TV watu wamevaa hivi na wenyewe wanakuja. Sometimes mara nyingi sana wateja wanakuja kama hivi wanatusumbua. Kaona msanii fulani kavaa nguo fulani imebana chini, wanataka kama ile ile. Kwa hiyo mara nyingi watu na sisi tunaangalia, tunachukua nguo kama zile, tukizikuta tunawauzia. Siwezi kuelewa kwa sababu utamaduni wote tumeletewa kutoka nje. Mimi chimbuko siwezi kujua, lakini kwa mtazamo wangu mimi naona mara nyingi sana kuiga. Watu wanaiga sana. Na hizi zimekuaga, kumekuwa na sasa hivi wanasema eti utandawazi, sasa hivi kuna simu, kuna nini, watu wanaangalia mambo nini. Sasa anapoangalia kwenye simu, akakuta mtu kavaa hivi, anatamani naye avae vile. Amemwona mtu yuko sehemu fulani hivi amevaa nguo fulani, kumbe ile nguo ni sehemu maalum, inavaliwa sehemu fulani husika. Yeye anaiona hapo anaitinga mtaani, wakati sio sehemu yake. Shaona? Sasa kwa hivyo watu usema tutoe elimu gani? Wasanii ndao ndio vile tena wanavyovaa wale wasanii. Msanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo mimi natamani niwe kama yule. Natamani nivae kama anavyovaa yule. Unaona? Diamond kavaa fulani, ile design anayovaa na mimi nataka nivae vile. Sasa Diamond nimeivalia sehemu gani?
afu na mimi navaa. Kiukweli sio nzuri kwa kweli. Na imepromosha maadili. Na vijana wamepromokesha maadili kabisa. Yaani nimezungumza hivyo kulingana na ulimwengu wa sasa hivi wanaposema biashara labda mashoga nini. Unaweza mkuta mwingine kavaa mlegezo, so kusema labda kavaa tu. Labda kuna biashara anatangaza, huwezi jua. Sisi tunaiga reality, sisi tunaiga. Tunapenda sana kuiga. Ndio maana unaona hivi brother hujawahi kutembea jua kali kwa kukutana na mtu kavaa koti ya leather. Jua kali Dar es Salaam mtu kavaa koti ya leather, kavaa na taulo begani. Sasa unafikiri mavazi yao tu utamaduni wa wapi? Mwanamuziki anapokuwa stageini kavaa jacket ya leather au katika video labda mazingira ya hali ya hewa yanamruhusu director kumwambia bwana vaa koti ya aina fulani ili tuweze kupata clip nzuri, picha nzuri, ili video yetu ikae vizuri, au sio? Sasa yeye unamkuta kavaa jua kali bila kujali kwamba inakuaje na kuaje, au kavaa fulana polyester 100%. Sasa unafikiri wapi na wapi brother? Kwa mfano mtu kuvalia jinsi chini ya makalio au katakae mlegezo, ile inakuwa ni hulka ya mtu. Sio kwamba jinsi inakuja automatic lazima uvalie chini ya makalio. Hakuna. Ndugu mtazamaji, natumaini umefunguka kidogo kuhusiana na mada hii, na natumaini pia utaweza kuelimisha wengine ikiwemo familia yako pia. Mimi kwa kweli nimejifunza sana, nilikuwa sijui hata mimi. Lakini mimi naomba ushauri wangu kwa vijana, naombeni mnisikilize. Ni vizuri sana kuangalia ama kuiga vitu ambavyo vinaleta maendeleo kwako zaidi kuliko mambo ambayo unakuta mengine hayana tija. Utamaduni wetu kwa mfano na mitindo ya mavazi yetu bado inatosha kuwa tanashati. Ukivaa ngukanga kama hii, ukavaa kitenge, ukavaa vitu vyetu vya utamaduni, ukapendeza. Mwanaume pia unaweza kuvaa vitu vya kitamaduni ukapendeza. Hebu kiangalia jamii ya Wahindi kwa mfano. Huwezi kumkuta kijana wa Kihindi amevaa mlegezo. Sijawahi kuona hata mimi. Kwa sababu gani? Unakuta anatafuta fursa ya biashara ya kumkwamua yeye na familia yake. Au uende kwa Umasaini huko Kamone Murani wa Kimasai. Umeshamwona kule anavaa mlegezo. Wao wako busy wanachunga, wanatafuta biashara. Tubadilike wa Tanzania. Tubadilike sana, na nadhani kwa kupitia kipindi hiki wengi mmeshajifunza sasa fashion zote zitakazokuja au chochote utajaribu kuangalia na kukipima kama kinatija au la. Ushauri wangu wa mavazi, kwanza kabisa unapovaa nguo angalia na jitathmini mwili wako wewe ulivyo. Physical appearance ya mtu ndio inayokuonesha wewe uvae nguo gani. Kwa mfano mimi ni mwembamba, si ndio? Na nguo zangu ambazo naweza kuzivaa zinaendana na mimi. Sio kuiga kwa sababu yule kavaa vile afu nikaiga vile hivyo vaa. Haiwezekani yeye amevaa vile amependeza. Je, mimi nikivaa tapendeza? Kwa hiyo tuangalie the way mavazi ambayo navaa sehemu gani? Ni si alama hii sehemu ninayovaa ni ya mavazi yanaendana na sehemu yake. Usivae tu nguo kwa kutu unaweza kuvaa nguo kwa ile nguo uliyovaa. Sio. Kwa kweli vijana tubadilike kulingana na mavazi sasa hivi. Ingawa wanasema utandawazi. Ndio, utandawazi unakuja, lakini utandawazi una mambo mawili. Utandawazi una faida na una hasara. Unajenga, unabomoa. Sasa mawili, chagua moja. Ubomokewe au ujenge, utajua mwenyewe sasa. Ndio vijana tujifunze hapo. Tuungana na utandawazi wetu. Aina ya uvaaji ndio hivyo, yani mimi naweza nikasema bwana sija appreciate uvaaji huu, lakini unakuta wakati na mazingira yaliyokuepo, sababu unaweza ukatoka hapo ukaenda mikoani ukakuta watu bado wako vile vile wamefunga nguo na mkonge sio, afu iko kiunoni. Sasa bora uvae na mkonge iko kiunoni au uivae vile inavyovaliwa afu kaenda sana wakati. Ndio hivyo, tofauti upo. Kutokana hapa mjini ndio maana naenda kimjini. Ingawa mikoani hatuwezi tukaishi hivyo, na ndio maana nakuta kuna watu wanaoishi hapa mazingira hapa huwezi kufanisha na Kilosa. Tunatakiwa tuzoee, tupende vitu vya kwetu, tusipende vya wenzetu. Ina maana pesa yetu izunguke humu ndani. Kwa sababu mimi ninapotengeneza naweka hapa, Mtanzania mwenzangu au Mwafrika mwenzangu anapokuja kununua, tayari ananiongezea kipato. Kwa hiyo vipato tunaongezeana sisi kwa sisi. Lakini sasa unakuta hizo nguo za kuchanika zinatoka nje, unakuta zinatoka China, wanaongeza pato kwenye nchi za wenzetu. Alafu sisi wenyewe hapa tunabaki tunalalamika hali ngumu, wakati tungeweza kuifanya iwe nyepesi sisi wenyewe kwa hela kuzunguka humu Tanzania. Mitindo tuliokuwa nayo, tunayo mitindo kama ya magauni, mashati ya kushona na mikono kwa uhalisia kabisa. Tunayo. Kwa hiyo tunawashauri watu wote waje waangalie huku sokoni Mchikichini, tuna nguo za kila design wanapata, badala kulenga tu nguo za special. Na sisi pia wajasiriamali wadogo
tunajiweza, tunajielewa sasa hivi. Tunashona, ukileta kitambaa chako tunakudizainia na pia unatokelezea kuliko za huko dukani. Mimi naona ili swala kuvaa kulegeza inakuwa sio issue sana, sio vizuri. Sababu muda mwingine unaweza kazoea, mwisho wa siku kafika nyumbani ukajisahau kwa wazazi, ikaonekana vibaya. Yaani huo mlegezo mimi natamani hata wangekuwa wananipa bakola. Nikikuta mtu amevaa mlegezo tu akutane na kichapo. Kwa sababu yani alafu sasa unakuta mtu ukiangalia ile pensi ya ndani kwanza chafu. Alafu kavaa mlegezo. Sasa mbaya zaidi awe kondakta wa daladala. Ameinama kwenye haisi. Alafu kavaa mlegezo. Nakelekwa sana. Na wazazi inabidi wao tuangalie kwa kweli wazazi. Haiwezekani mtoto akatoka ndani amevaa nguo kabisa, unaiona mzazi nguo haina maadili. Hapo tuacha ndani. Mzazi katoka naye yule mtoto anatembea naye mtaani. Katinga ile nguo. Mfano mtoto wa kike amevaa nguo yani imembana. Sasa unamfundisha nini mzazi? Mzazi mwenyewe alivyovaa na mtoto alivyovaa the same. Kwa mambo mengine yanafanyika na hawa wazazi wetu nao wanachangia kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu yule tayari mtoto anaangalia mama yake amevaaje, akimuona vile alivyovaa naye anatamani avae kama vile vile. Au hata mama yake anamchukulia nguo dukani ile ile na anamtinga mtoto anavaa. Sasa atakapokuwa atajifunza nini? Kwa sababu wazazi watoto wanapenda kujifunza kwa wazazi wao. Tunajifunza kwa wazazi. Kama mimi role model wangu babangu. Sasa kama akivaa tofauti unaona mimi nitaharibikiwa. Shaona. Kwa hiyo inabidi tujifunze kwa wazazi, na wazazi nao ndio wameharibikiwa pia. Sasa sisi tutaenda wapi jamani? Watoto wameharibikiwa, wazazi ndio hivyo tena. Sasa sisi tutaenda wapi kwa kweli? Kwanza tuipende mitindo yetu ya Kitanzania. Yaani tuwe na ule utamaduni wa kwetu tofauti. Unaona Nigeria wanapenda nguo zao za Kinigeria. Na sisi wa Tanzania na washauri kwamba tupende nguo zetu kwanza. Alafu tukizipenda ndio na watu wengine watatufuata, kwa sababu sisi wenyewe tunaboresha, tunaendeleza utamaduni wetu. Usisahau kututumia maoni yako kuhusiana na mada hii kwa anwani zinazopita hapo mbele ya luninga yako. Na basi tukutane tena wiki ijayo ambapo tutaongelea mada inayohusu uongozi ni kusikiliza au kusikilizwa. Uongozi ni kusikiliza au kusikilizwa. Ulikuwa unamsikiliza mtangazaji wako Susan Samuel Steven au Triple S, na washukuruni sana na kwaherini.